Jambo na karibu katika taarifa yetu ya habari ya asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka 2026. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, kama itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha una subscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nyingine tunasema unajiabone, una comment vile vile una partage. Tunakukaribisha katika taarifa yetu ya habari ambapo tutaendelea kujuza nini kinachoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na pembe zote za dunia. Karibu mpendwa msikilizaji na mtazamaji. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako watu wanne wamepoteza maisha katika shambulio la kivita lililotokea Jumanne asubuhi majira ya saa 2, yani 2:30 katika eneo la Kasheshero, groupement ya Bwito wilayani Rutshuru mkoani Kivu Kaskazini, kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo kadhaa vya eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa hizo, miongoni mwa waliofariki ni Justin Kikara Kaiti ambaye alikuwa akitambulishwa kama mkuu wa kijiji cha Kirima chini ya utawala wa M23. Wengine waliouawa ni walinzi wake wawili pamoja na dereva wa pikipiki aliyekuwa akiwaendesha. Inaelezwa kuwa wote walifariki papo hapo katika eneo la tukio. Hadi sasa mazingira halisi ya shambulio hilo bado haijafahamika wazi. Hakuna kundi lenye silaha lililojitokeza kudai kuhusika na tukio hilo, huku viongozi wa M23 pia wakiwa hawajatoa tamko rasmi kuhusu kilichotokea. Baada ya tukio hilo, hali ya taharuki ilitanda katika eneo la Kasheshero na vijiji vya jirani. Wakazi wengi walazimika kukimbia porini wakihofia kuzuka kwa mapigano mapya au mashambulizi ya kulipiza kisasi. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa familia kadhaa zimeacha makazi yao kwa muda, huku wakisubiri hali ya usalama irejee kuwa ya kawaida. Tukio hili linaongeza wasiwasi kuhusu hali ya usalama katika wilaya ya Rutshuru, eneo ambalo kwa muda mrefu limekuwa likikumbwa na mapigano na mashambulizi ya makundi yenye silaha. Wananchi wanaendelea kuwa waathirika wakubwa wa machafuko hayo, huku wengi wakilazimika kukimbia makazi yao kwa hofu ya mapigano. Wakazi wa eneo hilo wanatoa wito kwa pande zote zinazohusika kuhakikisha usalama wa raia unalindwa na uchunguzi wa kina ufanyike ili kubaini waliohusika na shambulio hilo pamoja na kuzuia matukio kama hayo yasijirudie. Hadi wakati huu hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu kuanza kwa uchunguzi au hatua zilizochukuliwa kufuatana na tukio hilo. Tuongelee habari za siasa za vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kile ilichokiita hatua muhimu katika mchakato wa kutafuta amani kati ya DRC na Rwanda. Tamko hilo limetolewa mjini Kinshasa na waziri wa ushirikiano wa kikanda Floribert Anzuluni wakati wa mkutano na waandishi wa habari. Kwa mujibu wa waziri huyo, makubaliano yaliyofikiwa kati ya nchi hizo mbili yanaweka majukumu kwa kila upande. Alieleza kuwa Rwanda imekubali kuondoa wanajeshi wake katika eneo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hatua ambayo imeelezwa kama kuondolewa kwa kile Kigali inachokiita hatua za kujiamini. Kwa upande mwingine, serikali ya DRC imekubali kuendelea na juhudi za kuondoa tishio la kundi la waasi wa FDLR ambalo Rwanda inaliona kuwa hatari kwa usalama wake. Katika maendeleo mapya, waziri Anzuluni amesema kuwa kundi la FDLR limesaini jana itifaki ya kuondoa silaha, kuachana shughuli za kijeshi pamoja na kukusanywa katika maeneo maalum ya mpito. Serikali ya DRC inaeleza kuwa hatua hiyo ni sehemu ya mchakato wa muda mrefu unaolenga kurejesha usalama na kuimarisha mazingira ya utekelezaji wa makubaliano ya amani. Iwapo hatua hizi zitatekelezwa kikamilifu, zinatarajiwa kuchangia kupunguza mvutano uliodumu kwa miaka mingi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika maeneo yanayoathiriwa na mapigano kati ya jeshi la serikali na waasi wa M23 na makundi mengine yenye silaha. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa mafanikio ya makubaliano haya yatategemea utekelezaji wa ahadi zote zilizotolewa na pande zote zinazohusika. Pia wanasitiza umuhimu wa uwepo wa mifumo ya ufuatiliaji ili kuhakikisha hatua zinazokubaliwa zinawekwa katika vitendo. Kwa sasa macho ya jamii ya kimataifa pamoja na wananchi wa eneo la Maziwa Makuu wanaelekezwa kwenye utekelezaji wa makubaliano hayo, huku matumaini yakiongezeka kwamba yanaweza kuwa mwanzo wa kurejesha amani ya kudumu katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuongelee habari za siasa kutoka nchi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo
ambako Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ametangaza kuwa katika muhula wake wa pili wa uongozi ataweka mkazo zaidi katika kushughulikia changamoto za maendeleo ndani ya nchi kuliko kufanya safari nyingi za nje. Akizungumza kuhusu mpango wake wa kazi, Rais Tshisekedi amesema kuwa atatumia muda mwingi akitembelea maeneo mbalimbali ya DRC ili kufuatilia kwa karibu utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Amesema tayari ameandaa gari maalum la msafara ambalo litamwezesha kusafiri na hata kulala njiani wakati wa ziara zake nchini. Akisitiza kuwa lengo lake ni kuwa karibu na wananchi na kusimamia utekelezaji wa miradi muhimu. Kwa mujibu wa rais huyo, moja ya vipaumbele vikubwa ni kuharakisha utekelezaji wa mpango unaojulikana kama programu ya maendeleo ya maeneo au ya 45 territoire unaolenga kuboresha huduma za msingi na miundombinu katika maeneo mengi ya nchi. Rais Tshisekedi amesema serikali itaweka nguvu kubwa katika sekta ya kilimo na ujenzi wa barabara za vijijini vinavyounganisha maeneo ya uzalishaji na masoko. Kwa maelezo yake, maendeleo ya sekta ya kilimo hayawezi kupatikana bila kuwepo kwa miundombinu bora inayorahisisha usafirishaji wa mazao. Katika kufanikisha mpango huo, serikali inatarajia kupokea zaidi ya mashine 5,000 za ujenzi na matengenezo ya barabara. Mashine hizo pia zinatarajiwa kusaidia wakulima wadogo kwa kuboresha mazingira ya uzalishaji na usafirishaji wa mazao yao. Rais Tshisekedi amesisitiza kuwa mradi huo ni kazi kubwa ya kitaifa inayohitaji ushirikiano wa serikali, mamlaka mitaa na wananchi ili kuleta maendeleo ya kiuchumi na kuongeza uzalishaji wa chakula nchini. Hata hivyo, utekelezaji wa ahadi hizi utaendelea kufuatiliwa kwa karibu na wananchi pamoja na wadau wa maendeleo ambao wanatarajia kuona matokeo halisi katika uboreshaji wa miundombinu, maendeleo ya kilimo na ustawi wa maisha ya wananchi. Tuongelee habari za vita kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako jeshi la taifa, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limepata mafanikio mapya katika operesheni zake za kijeshi mashariki mwa DRC baada ya kurejesha udhibiti wa mimili wa kimkakati wa Pangoi Tepe uliokuwa ukishikiliwa na waasi wa ADF katika eneo la Mombasa mkoani Ituri. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na jeshi, operation hiyo imeongozwa na Kanali Isa Abdul Karim, kamanda wa brigedi ya 31 ya FARDC. Vikosi hivyo vilianzisha mashambulizi yaliyolenga kuwasukuma nyuma wapiganaji wa ADF na kurejesha usalama katika eneo hilo ambalo limekuwa likikumbwa na mashambulizi mara kwa mara dhidi ya raia. Barabara ya Pangoi Tepe inachukuliwa kuwa ya kimkakati kutokana na umuhimu wake katika usafiri wa watu, usambazaji wa vifaa na shughuli za kiusalama. Kwa muda mrefu waasi wa ADF walikuwa wakitumia eneo hilo kama njia ya kusafiri na kupanga mashambulizi dhidi ya vijiji vya karibu, hali iliyosababisha hofu ya kuhatarisha maisha ya wananchi. Baada ya kurejesha udhibiti wa barabara hiyo, FARDC imeeleza kuwa operation bado inaendelea kwa lengo la kuwafuatilia waasi waliosalia na kuhakikisha hawarejei tena katika maeneo yaliyokombolewa. Jeshi limesitiza kuwa dhamira yake ni kurejesha amani ya kudumu na kuimarisha usalama katika jimbo la Ituri pamoja na maeneo mengine yanayokumbwa na makundi yenye silaha. Wananchi wa Mombasa wanatarajia kuwa mafanikio hayo yatafungua tena njia ya barabara, kuruhusu wakazi kurejea tena katika shughuli zao za kila siku na kuwezesha misaada ya kibinadamu kuwafikia waliokumbwa na vita. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa licha ya ushindi huo wa kijeshi, changamoto bado ipo kwa kuwa makundi ya ADF yamekuwa yakibadilisha maeneo ya shughuli zao mara kwa mara. Hivyo wanasitiza umuhimu wa kuendeleza operation ya kijeshi sambamba na ushirikiano wa wananchi katika kutoa taarifa za kiusalama. Kwa ujumla, kurejeshwa kwa mimili ya Pangoi Tepe ni hatua muhimu katika juhudi za FARDC za kupambana na ADF na kuimarisha usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wananchi sasa wanasubiri kuona kama mafanikio hayo yatambatana utulivu wa kudumu na kurejea kwa maisha ya kawaida katika eneo la Mombasa.
Baada ya kusikiliza matangazo yetu ya habari kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendo wa msikilizaji mtazamaji, basi acha kuongea moja kwa moja na habari za kimataifa ili upate kujua nini kinachoendelea pembe zote za dunia. Karibu. Moja kwa moja kwenye uchambuzi wetu kutazama ziara ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ambao wote wamewasili mjini Washington leo wakitarajiwa kuhudhuria ibada ya kumwaga seneta wa chama cha Republican Lindsey Graham aliyekuwa mtetezi mkubwa wa maslahi ya Israel na Ukraine. Ziara hiyo pia inaweza kuwapa fursa viongozi hao kukutana na Rais Donald Trump. Huo utakuwa mkutano wa kwanza kati ya Trump na Netanyahu tangu Marekani na Israel zianzishe mashambulizi dhidi ya Iran, wakati tofauti kati yao kuhusu kuendeleza vita au kutafuta suluhisho la kidiplomasia zikizidi kujitokeza. Mengi zaidi yanaarifu Grace Kabongo. Trump alimkaribisha Netanyahu kwa mara ya mwisho katika ikulu ya White House mwezi Februari. Wakati huo mazungumzo yao yalijikita kuangazia jinsi ya kulishughulikia suala la Iran. Takriban wiki 2.5 baadaye, Marekani na Israel zikaanzisha mashambulizi yao ya pamoja dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Miezi 5 imepita na tofauti za kimaslahi kati ya Marekani na Israel kuhusu vita hivyo zimeanza kuonekana wazi zaidi. Wakati Israel ikidai kutaka kuendelea na vita, Trump ameonekana akitafuta suluhisho la kidiplomasia. Hata hivyo, kufuatia kuongezeka kwa mzozo huo hivi karibuni, makubaliano ya kusitisha mapigano pamoja na makubaliano ya mfumo wa maelewano kati ya Washington na Tehran sasa hayapo tena. Akizungumza kabla ya kuelekea Washington, Netanyahu amesema anaenda kukutana na Trump, rafiki wa Israel, na huo utakuwa mkutano wao wa 8 tangu Trump alipochaguliwa kuwa rais kwa muhula wake wa pili, akisema hiyo ni fursa ya kipekee na heshima kubwa sana. Tutajadiliana masuala yote muhimu yaliyoko katika ajenda, hasa swala la Iran. Bila shaka lengo letu ni kuhakikisha tunalinda usalama wetu, huku pia tukipanua wigo wa amani katika eneo letu. Kulingana na Netanyahu, pia jambo jingine linalompeleka Washington ni kutoa heshima zake za mwisho kwa rafiki yake wa kweli na rafiki wa taifa la Israel, Lindsey Graham, ambaye alikuwa mmoja wa marafiki wakubwa zaidi ambapo Israel imewahi kuwa nao. Netanyahu amesema hana budi kwenda kuwawakilisha raia wa Israel. Kwa upande wa Zelensky, anatarajiwa kukutana na Trump katika ikulu ya White House kabla ya mazishi ya Senator Graham, na huu utakuwa mkutano wao wa pili katika mwezi huu. Kabla ya mkutano huo, Zelensky ameonya kuwa Urusi imekuwa ikiisaidia Iran wakati vita vikiendelea kwa kunasa picha za satelaiti za vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyoko katika eneo la Ghuba ambazo baadaye huonekana zikiwa mikononi mwa Iran. Rais huyo wa Ukraine pia amedai kwamba kulikuwa na uhusiano wa moja kwa moja kati ya picha zilizopatikana kutoka kwa Urusi na mashambulizi yaliyotekelezwa na Iran. Hata hivyo, jana Rais Trump alipuuza athari zozote zinazoweza kutokea kutokana na msaada unaodaiwa kutolewa na Urusi kwa Iran. Trump alisema hadhani kama wamekuwa wakifanya hivyo, na ikiwa ndivyo, basi athari zake zimekuwa ndogo au hazijaonekana kabisa. Hata hivyo, amesema atazungumzia swala hilo na Rais wa Urusi Vladimir Putin. Katika hatua nyingine, Trump amesema kuna fursa nzuri za kupiga hatua katika mazungumzo na Iran, huku pande hizo mbili hasimu zikiendelea kujizuia kushambuliana kwa siku ya 3 mfululizo. Trump amesema ana matumaini kwamba juhudi mpya za kidiplomasia zinaweza kuhitimisha vita vilivyozuka mwishoni mwa mwezi Februari. Wakati huo huo, kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema ofisi yake imerekodi ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa za kibinadamu uliofanywa na Israel nchini Lebanon, na kwamba vitendo hivyo vinaweza kuchukuliwa kwa uhalifu wa kivita. Alikuwa ni Grace Kabogo huyo msikilizaji. Bila shaka tutafuatilia baadaye zaidi ziara ya viongozi hao wawili, lakini vile vile na matukio ya ziara hiyo na kitakachojitokeza huko Washington. Tuelekee hivi sasa barani Afrika. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema Afrika za Umoja wa Mataifa. Tuelekee sasa huko Brazil mjini Rio de Janeiro ambako kunafanyika mkutano wa kimataifa wa kupambana na ukimwi kwa mwaka huu wa 2026 ulioanza Julai 26 na ukomo wake ni tarehe 31. Unafanyika katika kipindi cha takriban mwaka mmoja tangu Rais Donald Trump wa Marekani atangaze kusitisha msaada katika programu mbalimbali za kukabiliana na ukimwi. Kutoka katika mkutano huo, mwenzangu Sudi Mnete amezungumza na mkuu wa taasisi ya Elizabeth Glaser ya kupambana na ukimwi huko Kenya, Dr. Doris Mashari, na kwanza amemuuliza ripoti iliyozinduliwa ya mpango wa pamoja wa Umoja wa Mataifa kupambana na VVU na ukimwi
inaonyesha nini? Tunajua dunia imepiga hatua kubwa sana ya kihistoria vile tunaona katika kupambana na maambukizi ya HIV, especially kwa watoto. Of course, hata wale watu wakubwa, lakini especially for watoto. Kwa miongo miwili hiyo imepita, maambukizi mapya ya HIV kwa watoto yamepungua kwa 80%. Hiyo ni progress sana, lakini tunaona kama nchi kwa Afrika, nchi kama Botswana na nchi kama Namibia zimefika hata karibu ya lengo ya kutomeza maambukizi hayo kabisa, na ni hivyo hata tunataka nchi zingine za Afrika zifike hapo. Na tukiangalia also vile zaidi ya milioni kama 39 wanaishi na VVU kwa dunia yote, na wengi wao sasa wanapata matibabu, na hiyo ni progress ile sana hiyo report inatuambia. Na hiyo ni si kwa sababu ya nchi tu peke yake, ni kwa sababu ya hata donors wale wanapewa pesa ya programs. Umezungumzia wahisani, mataifa wahisani. Marekani imejitangaza kujiondoa katika misaada mingi ya kimaendeleo na hasa ya afya barani Afrika ikiwemo na duniani katika maeneo mengi. Hakuna athari zozote kutokana na uamuzi wa Marekani ambao umeonekana wazi? Sana najua Marekani hata kama walipunguza hiyo pesa na hiyo donations walikuwa na pia hizo programs za PEPFAR, najua bado wako very committed. Sasa wanaendelea kuwa na hivi tunaita MOU, Memorandum of Understanding na nchi, ili itamaanisha programs zitaendelea, lakini sana nchi lazima ziendelee kuchangia na wajibu wa kisiasa ni kuhalisia. Baada ya mkutano wa Afrika mnatarajia kuondoka na nini sasa? Hiyo sasa ni swali nzuri sana. Hapa kuna matarajio mkuu baada ya hii mkutano. Vile naona hii mkutano wa AIDS 2026 unatarajiwa kuzaa ahadi ya ufadhili mpya kutoka kwa serikali, sekta ya kibinafsi na vile tunaona mashirika ya kimataifa. Hiyo tulikuwa tunaongea tu sahihi, kwa sababu hii changamoto ya HIV sana kwa watoto, sisi hapa tunasema we must, kwa Kiingereza tunasema rethink, rebuild and rise. Lazima tuangalie vile systems hizo tumekuwa tuna support ya HIV, lazima tujenge tena. Nam, huyo alikuwa ni Dr. Doris Macharia, mkuu wa taasisi ya kupambana na ukimwi huko Kenya, Elizabeth Glazer, ambaye amezungumza na mwenzangu Sudi Mnete kutokea huko Brazil. Hii ni DW Kiswahili. Na naambiwa kwamba twende moja kwa moja kwenye yaliyoko mitandaoni. Mwenzangu yuko kule studio moja kwa moja, kuna kitu gani huko, hebu tuambie. Saumu, ndio. Kabla kwanza hatujaenda kwenye ambayo yanavuma, nianze tu kwa kumkumbusha msikilizaji kwamba leo Jumanne kama kawaida kuna Kurunzi Live. Sasa ifikapo saa 10 kamili za Afrika Mashariki, DW Kiswahili itakuwa mubashara kabisa Facebook na kwenye channel yetu ya YouTube. Mada mezani ni kuhusu umuhimu wa urafiki. Tafadhali msikilizaji usikose, tafuta DW Kiswahili. Umuhimu wa urafiki ni kitu gani, Angela? Ndio huko watajua wakiingia huko, sababu urafiki ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Sasa ila tu ni kujua rafiki ni nani. Ake pia kuna tabu ya kumgundua hasa rafiki ni nani. Rafiki tena rafiki wa kweli ni Sasa hebu tuambie. Nani hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari asubuhi leo, ni tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji, mtazamaji, basi tukutane katika taarifa zetu za mchana ili mpate kujua nini kinachoendelea huko mashariki mwa DRC na pembe zote za dunia. Asante.